Jaribu la pili kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na ule mstari wa 5. Maandiko sema hivi: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuangizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Hilo ni jaribu la pili ambao Yesu anajaribiwa. Anapelekwa katika mnara wa hekalu, juu ya hekalu. Anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe, kwa maana imeandikwa, malaika wa Bwana watakudaka, usije ukajikwaa katika jiwe. Watakushika usije ukajikwaa kwenye jiwe. Lakini Yesu anasema ya kwamba kwenye ule mstari wa 7, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kuna kitu ambacho unafaa kukijifundisha hapa. Maana haya majaribu matatu ambayo Yesu alijaribiwa ndio majaribu ambao kila mtu lazima ajaribiwe ili aende katika greatness, aende katika level, katika viwango ambavyo Mungu amempangia kufika. Ndio majaribu lazima upite kwenye haya majaribu. Lakini haya majaribu yakiletwa, huyu anakujanga kwa njia tofauti, lakini haya majaribu tu. Anaambiwa kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe kutoka kwa mnara wa hekalu, uanguke chini. Na ni kweli kwamba kuna malaika ambao wanaweza wakamshika, kwa sababu malaika ni wajoli, ni watumishi wetu. Lakini Yesu anapoangalia, jambo la kwanza anaangalia ile revelation inatoka kwa nani? Anaweka X. Imetoka kwa shetani, anakataa. Jambo la pili, anajaribu kuangalia akifanya jambo hili, pamoja na kuwa it is biblical, atakuwa amekosea ama atakuwa amefanya sahihi. Akaangalia akaona, kama nikijirusha, ina maana kwamba nitakuwa nimetumia authority ambao Mungu amenipa kuitumia. Kila mtu ambaye ako hapa duniani kuna ile authority ambao Mungu amekupea. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 27, maandiko yanasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, akatawale. Alipewa mamlaka mwanadamu, kila mtu amepewa mamlaka ya kutawala. Kuna kitu umepewa mamlaka ya kutawala, hata kama ni watoto wako, hata kama ni biashara, hata kama ni mifugo yako, kuna vitu umepewa kuvitawala. Kwa hivyo umepewa mamlaka ya kutawala. Na hizo vitu ambavyo umepewa kutawala, kama ukitumia mamlaka yako vibaya kuvitawala, ujue kwamba ni wewe na Mungu. Ndio maana nimekuambia kwamba haya majaribu ni majaribu ambao yanakujana kwa kila mtu, lakini kwa sura tofauti. Yesu anaambiwa kwamba jitupe. Ina maana kwamba hapo atakuwa ametumia mamlaka vibaya, na ndio kitu ambacho kilifanya Musa akafa, akakosa kufika kwenye nchi ya ahadi, kati ya mambo mengi tu ambao watu wanaweza kuyataja. Maana anaambiwa mara ya kwanza, anaambiwa enda upige jiwe, akapiga likatoa maji, kawaida sawa. Lakini mara ya pili anaambiwa enda uongeleshe mwamba. Na kwa sababu Musa alikuwa kuna mamlaka, najua lazima maji yatoke. Alipoenda pale, badala ya aongeleshe mwamba, akaupiga mwamba mara 2. Ile mamlaka ambayo alikuwa amepewa akaitumia vibaya. Kuna watu ambao wamepewa mamlaka ya kutawala watu, wamepewa mamlaka ya kufanya mambo, lakini wanatumia mamlaka vibaya. Na ndio sababu hujafika kwenye hatima yako. Ndio sababu safari yako imekatishwa kufika Kanaani, kama vile Musa alikatisha safari yake. Samsoni, ukisoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi, utaona kwamba Samsoni anaulizwa na Delaila, ni nini chanzo cha nguvu yako? Anamwambia, ukinichukua kamba unifunge mikono, kamba ambayo hujawahi kutumika, utakuwa umeniweza. Delaila anakuja anamfunga, anakata Samsoni. Sasa unaanza kuangalia ile mamlaka amepewa na zile nguvu ambazo amepewa na Mungu, alikuwa anazitumia kwa faida gani? Kufurahisha mchumba wake.
Kwa hivyo kuna watu wamepewa mamlaka lakini wanazitumia vibaya. Ndio sababu unaona kwamba Samsoni hakufika kwenye hatima yake, kwa sababu alipewa mamlaka lakini akaanza kuitumia ile mamlaka kufurahisha watu, kufurahisha wachumba wake. Neno ako nalo, nguvu ako nayo, lakini akaitumia vibaya. Yesu akaangalia akaona kwamba kama akijirusha atakuwa ametumia neno la Mungu vibaya. Kuna watu ambao wako na neno la Mungu lakini ile neno wanalitumia vibaya ili kuibia watu, ili kupora watu. Wale watumishi ambao uko na neno, kama vile Yesu alikuwa amepewa neno, akaambiwa kwamba ukijitupa malaika watakudaka, na ni maandiko yameandikwa kwenye kitabu cha Zaburi kwamba kuna malaika ambao wanaweza kukushika usije ukaanguka. Lakini Yesu akaona kwamba anatumia yale maandiko vibaya. Leo hii kuna watumishi, kuna watu ambao wametumia Biblia vibaya kuibia watu. Wametumia Biblia vibaya ili kudhulumu watu. Wametumia Biblia vibaya ili kupata faida zao wenyewe. Hii Biblia iko na vesi ya kusapoti ubaya lakini pia uzuri. Ndio maana utaona kwamba kuna watu ambao wameenda kanisani na badala ya kufaidika wamepata hasara. Ndio jaribu ambao lazima kila mtumishi wa Mungu, hasa watumishi wa Mungu, lazima watajaribiwa kuhusiana na kutumia maandiko vibaya. Unaweza ukatumia bila kujua, lakini kama unajua kweli haya ni maandiko na unafaa kuyatumia kwa namna fulani ukatumia vibaya ile mamlaka umepewa, ujue ni bila shaka kufika Kanaani, kufika kwenye hatima yako sio rahisi. Ndio maana utaona kwamba manabii wa uongo wengi ambao wameinuka, kama wataenda upande wa shetani, wanaishianga tu popote bila mafanikio, kwa sababu unapewa neno, unapewa mamlaka lakini unatumia vibaya. Yesu akaangalia akaona kwamba na kama nikijirusha nitakuwa nimetumia neno la Mungu vibaya. Akamwambia kwamba usimjaribu Bwana Mungu wako. Ni makosa kujaribu Mungu. Lakini pia jaribu lingine ambao nataka tuiangalie ndio la jaribu ya mwisho. Angalia kwenye kile kitabu cha Mathayo 4 na mstari wa 8. Maandiko sema hivi: kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari zake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Haiwezekani malaika wakaja wakakutumikia kama bado hujashinda majaribu. Maandiko sema ya kwamba wakati ule ambapo Ibilisi alipomwacha, wakaja malaika wakamtumikia. Lakini nataka niangalie hili jaribu. Maandiko sema ya kwamba Ibilisi akambeba Yesu akampeleka mahali pa juu. Wakati wa jaribu, yule mtu dhaifu kwako ambaye unaweza ukampiga, Mungu atamtia nguvu, akuwe na nguvu ikuwa anaweza akakubeba kama karatasi. Anaweza akakufanyia chochote, ikiwa na maana kwamba atakujaribu. Mtu ambaye ni mtoto wako, mtu ambaye ulimfundisha kupigana vita, atakubeba. Maandiko sema kwamba Yesu akachukuliwa, akabebwa, akawekwa mahali pa juu na shetani yule ambaye unamuongopanga. Ina maana kwamba walikaa kwenye gari moja, wakasafiri pamoja na Ibilisi. Akamuonyesha miliki za ulimwengu, akamwambia, kama ukiniabudu, hivi vyote nimepewa nitakupa. Yesu akamwambia kwamba imeandikwa kwamba usimsujudie Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii inahusu kuhusiana na mali. Kuna watu ambao leo hii wanamwabudu shetani kwa sababu ya mali, kwa sababu ya mali za ulimwengu. Ndio maana maandiko sema kwamba atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Shetani akukupa mali zake, wanalenga nafsi yako aikamate. Analenga moyo wako. Ndio maana maandiko yasema ya kwamba iwekeni hazina yenu mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu. Maana hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Shetani alikuwa anataka mpee Yesu mali ili kwamba Yesu moyo wake uko umekamatwa na zile mali. Lakini Yesu akaona, akajua ya kwamba kama akishinda atapewa hivi vyote. Ndio maana aliposhinda alipewa jina lipitalo majina yote. Kwa hilo jina kila goti litapigwa na vitu vyote vya duniani na mbinguni, na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Baba Mungu ni asante. Roho Mtakatifu wa Bwana,
take over katika hii kipindi, watu wakapate kufundishwa kwa jina la Yesu.